Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Hivi sasa kauli mbinu inayozidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii ni no reforms no election, hatua ambayo inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi wakuu wa chama cha CCM na serikali ya awamu ya sita kwa ujumla, kutokana na hatua hii kuonekana kuzuia ama kuathiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliokuwa umeweza kuratibiwa kufanyika mapema leo hii tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, leo hii ndiyo siku ambayo vijana Gen Z waliweza kuapa na kudai kwamba lazima waweze kufanya revolution ya kihistoria katika Jamhuri ya Tanzania, na jinsi ambavyo wanavyozidi kutizama vipande hivyo vya video ndivyo ambavyo vijana Gen Z wanazidi kukaza kamba kuhusiana na maandamano yao ya leo hii ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, hivi sasa mikoa mbalimbali mitandao ya kijamii imeweza kuzimwa, na hata baadhi ya wanaharakati akiwemo Mariam Sarungi, kina Mangi Kimambi na kina Hilda Newton unalazimika kutumia VPN ili kuendeleza kupeperusha habari kuhusiana na kile ambacho Tanzania wanazidi kukifanya mikoa mbalimbali, ijapokuwa kuna baadhi ya maeneo ambayo maandamano yameweza kuanza, ila baadhi ya maeneo mengine wa Tanzania wameweza kuanza zoezi la kupiga kura ambalo limeweza kuratibiwa kuanza mapema asubuhi leo hii na huenda kumalizika saa 10 ama saa 12. Mtazamaji wangu, hatua hivi sasa inazidi kufanya Watanzania wengi kuendelea kujadili jambo ambalo ni kipi kitaweza kutokea kutokana na dalili nzito za maandamano zinazozidi kushuhudiwa. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii bado inazidi kuwapa vijana Gen Z nguvu kwa maandamano yao ya leo hii ili kufanikisha kile ambacho amekuwa kikisubiri kwa muda, na ndipo ambapo mfumo wa no reform no election hivi sasa huenda viongozi wakuu wa chama cha CCM wakaweza kujutia kipindi na wakati ambapo waliweza kuomba kufanya reforms, na hatua hii inazidi kuweka Mheshimiwa Tundu Lissu katika nafasi ya juu ama bora kwa yeye kuachiwa huru kufuatia kile ambacho vijana Gen Z wanazidi kushinikiza. Vile vile mtazamaji wangu, ningependa uweze kufahamu mambo mazito ambayo huenda yakaweza kutokea na hata kusababisha vijana Gen Z kushinda leo hii katika mambo yao ya maandamano, sawia na kile ambacho kitaweza kuchangia pakubwa chama Chadema ambacho kimeweza kuachwa nyuma kwa uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Kwanza kabisa ningependa ufahamu kwamba chama Chadema kilikuwa na mgombea wa urais na si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ila Mheshimiwa Tundu Lissu alionekana kuwa na uwiano mwema kati yake pamoja na vijana Gen Z, na kutokana na vijana Gen Z kuwa na nia ya kuondoa viongozi wakuu wa chama cha serikali chama cha CCM na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya sita, waliweza kuona ni vyema iwapo vijana Gen Z wataweza kuamaliza nguvu kwa kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo linaonekana kutoleta manufaa yoyote yale katika Jamhuri ya Tanzania, bali kuleta chuki kubwa kwa vijana Gen Z hivi sasa kuendelea kushinikiza uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, pia kukosoa vikali serikali ya awamu ya sita kuandaa zoezi la uchaguzi wa mwaka 2025 kipindi na wakati ambapo chama kikuu Chadema hakina mgombea wa urais, hatua ambayo hivi sasa vijana Gen Z wanaamini hakuna usawa wote ule. Ila mtazamaji wangu, ningependa ufahamu hili, vijana Gen Z walikuwa wapo tayari kuungana na Mheshimiwa Tundu Lissu,
ili Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu kuongoza serikali ya awamu 7 na yeye aweze kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo lilionekana kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi hao wengine kutoka katika chama cha CCM na viongozi wengine wakuu wa serikali ya awamu 6. Na ndipo ambapo hivi sasa tunavyozidi kuongea ama kupeperusha habari hii, chama Chadema kimeweza kuachwa nyuma. Hivi sasa chama Chadema hakijaweza kutoa ripoti yote ile kuhusiana na wao kushiriki katika uchaguzi mkuu katika ngazi ya urais. Vile chama Chadema hakijaweza kuzungumzia maandamano ya vijana Gen Z, bali chama Chadema kimeweza kutoa kashfa kubwa kwa viongozi wakuu wa chama cha CCM na serikali ya awamu 6 kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu anaozidi kuamini ni mambo ya kisiasa, ili Mheshimiwa Lissu asiweze kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais. Vile wameweza kukosoa pakubwa kwa kile ambacho kiliweza kumkuta mwenyekiti msaidizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche kukamatwa ama kutoweka katika hali isiyokuwa ya kujulikana ama hali tatanishi, baada ya kukosa karibu kwa vituo vyote vya polisi ambavyo jamaa wa karibu ama familia yake wameweza kumtafuta. Vile mtazamaji wangu, ningependa ufahamu kwamba vijana Gen Z kwa maandamano yao ya leo hii, iwapo wataweza kufanikisha target wanayozidi kupanga, basi huenda hivi sasa maafisa wa kijeshi na wakaweza kuingilia kati swala hili, ila haitaweza kuwa rahisi kwa viongozi wa chama cha CCM. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z bado msimamo wao upo pale, wataweza kuandamana kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu, pia kutokana na gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudiwa hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, pia ukosefu wa ajira, jambo ambalo wasingependa liweze kuendelea kipindi na wakati ambapo viongozi hawa wakuu wa serikali ya awamu 6 na wa chama cha CCM kwa mara nyingine wataweza kukabidhiwa uongozi wa kuongoza serikali ijayo kupitia uchaguzi wa leo hii. Na ndipo ambapo vijana Gen Z wanazidi kuamini ya kwamba iwapo leo hii hawataweza kufanikisha zoezi la maandamano yao ya kupinga viongozi walioko afisini kuendelea na uongozi, basi moja kwa moja kipindi ambapo matokeo ya urais yataweza kutangazwa, vijana Gen Z katika miaka mingine 5 ijayo wataweza kuendelea kupitia kile walichoweza kukipitia miaka 5 iliyoweza kupita ama miaka 4 iliyoweza kupita, kwa mara nyingine mikononi mwa viongozi hawa wa serikali ya awamu 6. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwa wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja comment section kuhusiana na vijana Gen Z kwa maandamano yao ya leo hii kwa ajili ya reforms ama kwa ajili ya kufanya revolution kubwa katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.